Ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo muhimu sana, jambo la kupendana kwa ajili ya Allah, jambo la udugu kwa ajili ya Allah. Hili ni jambo muhimu sana. Na ndugu zangu Waislamu, dunia yetu na akhira wetu haziwezi kuwa sawasawa isipokuwa kwa jambo hili la kupendana kwa ajili ya Allah. Baada ya kushikamana na kamba ya Allah azza wa jalla, baada ya kushikamana na kamba ya Allah azza wa jalla, kisha kupendana kwa ajili ya Allah. Haitoshi mshikamano peke yake kwa ajili ya Allah, pamoja na kwamba pia na jambo muhimu sana na ni moja katika amri za Allah azza wa jalla. Qala ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote na msifarikiane. Hii ni amri, wal amru yaqtadi alwujub kama yaqulu ulamauna, wal amru yaqtadi alwujub. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum faasbahtum bini'matihi ikhwana ila akhir al-aya. Shikamaneni na kamba ya Allah nyote na msifarikiane. Ndugu zangu Waislamu, la yakhfa ala al-jami' kwamba as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walishikamana wakafuata amri hii ya Allah azza wa jalla ya kushikamana na kamba ya Allah bila kufarikiana. Hakuna shaka as-salafu salih walifanikiwa kwa sababu ya mshikamano kwa ajili ya Allah na pia kwa sababu ya kupendana kwa ajili ya Allah. Jambo hili liliendelea katika zama za salafu salih mpaka ulipofika mwaka wa 35 baada ya chokochoko za makhawarij na mashia, akiwemo Abdullah ibn Saba ibn as-Sauda al-Yahudi. Huyu akafanya chokochoko mpaka ikapelekea kuuawa kwa khalifa watatu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu mwaka wa 35 min al-Hijra. Pale kukatokea mgongano baina ya salafu salih masahaba. Baada ya miaka mitano baada ya ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifa wa 4, pia makhawarij wakafanya chokochoko nyingine za kuleta mfarakano baina ya Waislamu. Abdurrahman ibn Muljim akamuua khalifa wa 4 Uthman ibn Affan mwaka wa 40 min al-Hijra. Hapo ndipo ikatokea mfarakano kidogo baina ya salafu saleh kutokana na jambo hilo la chokochoko hizo za huyu al-Yahudi Abdullah ibn Saba na huyu khariji Abdurrahman ibn Muljim. Lakini masahaba wa salafu saleh walikuwa kitu kimoja kufuatia utekelezaji wa amri hii ya Allah azza wa jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Katika zama zile za salafu saleh hakukuwepo na mifarakano hii iliyopo sasa hivi, kwa sababu wote walikuwa katika manhaji moja, wote walikuwa katika aqida moja, wakimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, aqida yake na manhaji yake. Walidhalika hakukuwepo na jamaatu tabligh, hakukuwepo na ansaru sunna, hakukuwepo na ikhwanul muslimun, hakukuwepo na kikundi chochote kinacholeta mfarakano kwa Waislamu. Na ndio maana wakafanikiwa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Ndugu zangu Waislamu, mshikamano huo waliokuwa nao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim ndio ulipelekea kupata futuhati islamia, wakafungua nchi nyingi zisizokuwa za Kiislamu zikawa ni Waislamu kutokana na utekelezaji wao wa amri hii ya Allah azza wa jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kwa hiyo
Tofauti hii tulionayo sasa hivi, mfarakano tulionao huu unaotokea sasa hivi, wote ni watu wa bid'a ndio walioleta mfarakano huu. Masufi na wengineo, kina Jahmiya, kina nani, ndio walioleta mfarakano huu. Lakini salafu saleh hakukuwepo na sufi, hakukuwepo na jahmi wala mu'tazili wala murji'i wala yoyote katika vikundi hivi. Kwa lazima turudi vile walivyokuwa navyo as-salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim, ndipo tutakapofanikiwa. Kama alivyosema al-Imam Malik, imamu dari al-hijra, la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Umma huu wa mwisho hauwezi kuwa sawasawa, hauwezi ukawa na mafanikio isipokuwa kwa yale ambayo walifanikiwa umma wa mwanzo ambao ni salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhi. Jambo jingine ni hili jambo la kupendana kwa ajili ya Allah na udugu kwa ajili ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake radhiyallahu anhum, qala ta'ala fi akhir surati al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad mtume wa Allah, Muhammadur Rasulullah, na wale walio pamoja nao ni wakali kwa makafiri, ni wenye kuhurumiana baina yao. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum, wale walio pamoja naye masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa ni wakali kwa makafiri, wanahurumiana baina yao na kupendana baina yao. Allah subhanahu wa ta'ala mpaka akawafananisha, tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud, mpaka mwisho wa aya hii. Mahallu shahid, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Hizi ni sifa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake watukufu, kwa sababu ya kushikamana katika kamba ya Allah, kwa sababu ya kupendana, kwa sababu ya kuhurumiana, kwa sababu ya kusaidiana, kwa sababu ya kusaidiana. Na hayo yote walikuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, ni lazima tuchukue somo. Vipi alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, vipi walikuwa wakihurumiana, vipi walikuwa wakipendana, vipi walikuwa wakisaidiana, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu kwamba walikuwa ni wakali kwa makafiri, walikuwa ni wao kwa wao wanahurumiana na kupendana. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa tutafuata kama hivi walivyokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim na Mtume sallam, lazima tutapata mafanikio kama walivyofanikiwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, kwa sababu adui hawezi kuingia katika safu zetu, adui hawezi kutudhalilisha, adui hawezi kufanya lolote ikiwa tutashikamana, ikiwa tutapendana, ikiwa tutasaidiana. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifiwa na Allah azza wa jalla katika Qur'an kwa sifa nyingi. Faqala ta'ala, katika sifa zake za Mtume sallam, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukupeleka wewe kwa viumbe isipokuwa ni rahma kwa viumbe vyote. Wewe una huruma kwa viumbe vyote. Kwa Mtume sallam alikuwa ni rahma. Mtume sallam alikuwa ni mwenye huruma, alifungua mataifa kwa nguvu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya huruma kwa wale anaowafungulia wale makafiri. Kwa sababu ya huruma zake Mtume sallam alifungua miji ile, wakawa Waislamu, wakawa ni watu wa tauhid badala ya kuwa ni watu wa ushirikina. Kwa huruma zake Mtume sallam, ili awanusuru
na ili awaokoe na moto wa Jahannam ikiwa watabaki katika ukafiri wake. Aya hii haipingi kwamba Mtume sallam alipigana na makafiri akawaua wengine wakasilimu. Haipingi rahma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inabaki pale pale, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukupeleka wewe isipokuwa ni rahma kwa viumbe vyote. Ashahid, Mtume sallallahu alaihi wasallam au Waislamu wote wanaporudi katika kamba ya Allah wakashikamana na kitabu cha Allah azza wa jalla Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakahurumiana, wakapendana, wakawa kama mwili mmoja, kama alivyosifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waislamu watakuwa na ufanisi mkubwa, Waislamu watakuwa na nguvu. Hakuna adui yoyote anayeweza kuingia katika safu yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa mfano Waislamu wanavyotakiwa wawe, qala almuslim kalbunyani yashuddu ba'dhuhu ba'dha, Muislamu kwa Muislamu mmoja ni kama jengo ambalo mmoja hutia nguvu baadhi yake kutia nguvu nyingine. Jengo ukitoa tofali moja, jengo linakuwa halijakuwa sawa sawa, linaweza likaanguka kwa tofali moja tu lilolitoa. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wapendane, Waislamu wanatakiwa wahurumiane, Waislamu wanatakiwa wasaidiane kama walivyokuwa salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhi. Na ndiyo maana hatutakiwi kutafuta njia yoyote ya kuleta chuki baina yetu. Mtu asitafute jambo lolote kutafuta chuki kwa ajili ya kuwaudhi watu fulani. Muislamu hatakiwi hivyo. Muislamu anatakiwa watu wakiwa kitu kimoja, yeye azidishe mahaba baina yao, atafute kila njia za kuleta mapenzi baina yake na baina ya ndugu yake Muislamu, sio atafute njia ya kufanya ili watu wachukiane, ili watu wakosoane, ili watu wawe na chuki baina yao. Muislamu hatakiwi hivyo. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Mtume sallam yakul almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu wa kisawasawa, yule ambaye ni mumin kamili, ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika na mkono wake na mdomo wake, ulimi wake. Hawaudhi Waislamu wenzake kwa mkono wake maandishi, hawaudhi Waislamu wenzake kwa ulimi wake. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la kupendana, jambo hili la kuhurumiana, jambo hili la kuheshimiana na kusaidiana haliwezi likapatikana isipokuwa watu wajiepushe na hawa za nafsi. Watu wajiepushe na hawa za nafsi, washikamane na kamba ya Allah kwa pamoja, ili watu wapendane, ili watu wahurumiane. Tutoe hawa za nafsi, tutoe ghurur za nafsi zetu, tutoe chuki za nafsi zetu kwa ndugu zetu, hususan salafiyin. Mtu asiweke chuki kumchukia fulani na fulani au kumchukia fulani kwa sababu moja au nyingine. Ndugu zangu Waislamu, ni hatari, ni aibu kwa salafiyin kwamba kuna watu wanaleta chuki ili wamchukie fulani au achukiwe yeye na watu. Hili jambo kila mmoja anatakiwa ajiweke mbali nalo, si la Kiislamu. Wachana na usalafu, pia si la Kiislamu jambo hilo la kwamba wewe unaleta chokochoko ili kuwaudhi Waislamu wenzako. Hili jambo si la Uislamu kabisa. Kwa as-salafiyun ni zaidi, kila mmoja anatakiwa ajiepushe na kila sababu ambayo itasababisha mfarakano, itasababisha chuki, itasababisha yeye kukasirikiwa na watu au na mmoja katika ndugu zake Waislamu au salafiyin. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Mambo matatu
yakipatikana kwa mtu huyo, mambo matatu yakipatikana kwa mtu huyo hupata ladha ya imani. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. La kwanza, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ni kuwa Allah na mtume wake anawapenda zaidi kuliko vitu vingine visivyokuwa hivyo. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, na ampende mtu hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Wa yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, na kuchukia mtu kurudi katika ukafiri baada ya Allah kumwokoa na ukafiri huo kama anavyochukia kutupwa katika moto. Mahallu shahid, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah. Moja katika matatu hayo ni kwamba ampende mtu hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Tunatakiwa tupendane kwa ajili ya Allah, tunatakiwa tupendane kwa ajili ya Allah. Wa ana uhibbukum fillah. Kwa ndugu zangu Waislamu, mambo haya matatu mtu anapata ladha ya iman, mtu anapata ladha ya iman, na bila mambo haya kukamilika mtu hawezi akapata ladha ya iman. Na hawa wasiopata ladha ya iman moja kwa moja ni watu ashqiya, ni watu waovu, watu ambao wamenyimwa na kheri zote. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah يقول فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان. Mambo haya matatu ndiyo mambo ya juu, ndiyo sifa za juu za iman. Faman kammalaha faqad wajada halawata al-iman, mwenye kuyakamilisha mambo haya huyu amepata ladha ya iman, ndiyo amepata damu ya iman. Fal-imanu lahu halawa wa ta'am yudhaqu bilqulub, imani ina utamu, imani ina ladha, ladha inayoonjwa kwa nyoyo. Kama tudhaqu halawatu at-ta'ami wash-sharab, kama inavyopatwa ladha na kuonjwa utamu wa chakula na kinywaji. Bilfami, kwa mdomo. Fa innal iman huwa ghidha'u al-qulubi wa quwwatuha. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah yakulu, kwani iman ndiyo chakula cha nyoyo na ndiyo kinachotia nguvu nyoyo. Kama anna at-ta'ama wash-sharaba ghidha'u al-abdani wa quwwatuha, kama ilivyo chakula na kinywaji ndiyo chakula cha miili na ndiyo kinachotia nguvu miili. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah يقول من أحب إنسانا لكونه يعطيه فما أحب إلا العطاء، ومن قال إنه يحب من يعطيه لله فهذا كذب ومحال وزور من القول. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحراني anasema, anayempenda mtu kwa kuwa anampa kitu, huyu hapendi isipokuwa hicho, anapenda hicho anachopewa. Man ahabba insanan likaunihi yu'tihi fama ahabba illa al-ata, anayempenda mtu kwa kuwa anampa hapendi isipokuwa huko kupewa. Wa man qala innahu yuhibbu man yu'tihi lillah, halafu akasema huyu ananipa kwa ajili ya Allah, fahadha kadhibun wa muhalun wa zurun min alqawl, huu ni urongo wa maneno. Wakadhalik man ahabba insana likaunihi yansuruhu innama ahabba an-nasra lan nasir, vile vile anayempenda mtu kwa sababu anamnusuru, kwa sababu anamtetea, huyu anapenda huko kutetewa, anapenda kunusuriwa, hampendi huyo mwenye kunusuru. Qala wa hadha kulluhu min ittiba'i al-hawa, yote haya yanatokana na kufuata hawa za nafsi. Fa innahu la yuhibbu fi al-haqiqa illa ma yasilu ilayhi man jalaba manfa'a au dafa'a madarra, asema hampendi kwa uhalisia isipokuwa yule aliyemfikishia hiyo kuleta manufaa
au kumzuilia madhara. Fahuwa innama ahabba tilka almanfaa wa dafa almadhara, huyu amependa hayo manufaa anayoletewa, au amependa hiyo kuzuiliwa madhara, si kwamba amempenda huyo anayemletea hicho kitu au kumzuilia hayo madhara. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. wako wapi wenye kupendana kwa ajili ya utukufu wangu? Leo nitawafunika kwa kivuli cha arshi yangu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho cha arshi yangu. Hadha amrun adhim, hili ni jambo kubwa. Hili ni jambo kubwa. Lazima kila kijana, lazima kila Muislamu ajipambe na sifa hii ya kuwapenda ndugu zake kwa ajili ya Allah, na kila Muislamu lazima adiriki makanata alhubbi fillahi azza wa jalla, daraja na manzila ya kumpenda mwenzake kwa ajili ya Allah, wa anna lahu inda Allahi hadhihi almanzilata alazima, na ajue kwamba kwa Allah huyu ana daraja kubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala atawaita wale wenye kupendana kwa ajili ya Allah mbele ya watu. Aina haulai almutahabuna bijalali, wako wapi hawa wanaopendana kwa ajili ya utukufu wako? Annahum yu'adhibuna Allah wa ta'dhimu Allah wa ijlaluhu wa taqdisuhu yadfa'u hadhihi alqulub at-tayyiba an-nayyira al-khayyira ila at-tahabbi fi dhati Allah tabaraka wa ta'ala. Huku kupendana kwa ajili ya Allah na kumuadhimisha Allah jalla wa jalaluhu, huku kunazuia nyoyo zinakuwa nzuri, nyoyo zinakuwa za kheri, nyoyo zinapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo as-salafi yule ambaye ni ala aljada, huyu anawapenda wenzake, huyu anawahurumia wenzake, huyu anawasaidia wenzake. Kama mtu bado ana chuki na wenzake, huyu bado hajakuwa ala aljada. Nawaambia kweli, mtu ambaye bado anawachukia ndugu zake salafiyin bado hajakuwa salafi ala aljada. As-salafiyu ala aljada hawezi kumchukia ndugu yake salafi kwa jambo dogo, kwa jambo ambalo halina hata sababu. Biatfahil asbab, unamchukia mwenzako kwa sababu ndogo, hata sababu ya kumchukia. Kwa hiyo as-salafi ala aljada anatakiwa ajipambe na sifa ya kuwapenda wenzake salafiyin bila kuwachukia hata mmoja katika wao.